Ndio kwa siku ya leo tuna ujumbe fupi tena ambao Mungu ameuleta ndani ya watakatifu wake waweze kusikia usia wake toka kwake. Na mtumishi wa Mungu, ningeomba uweze kufuatilia video hii mpaka mwisho, kwa sababu Mungu ana ujumbe wako kwa siku ya leo. Kwa hiyo mkao wa kupokea neno la Mungu ili kwamba ubadilishe maisha yako. Ndio mtumishi wa Mungu kwa siku ya leo, ujumbe ambao Mungu ameuleta unasema kwamba ijue njia ya kweli itakayo kupeleka mbinguni. Kwa ulimwengu wa sasa tuna njia nyingi sana, na si kila mtu alijaliwa kuweza kuchua njia iliyo sahihi, kwa sababu hata njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe. Na tuna njia nyingi sana, kwa sababu Biblia inasema njia ile ni nyembamba iendayo uzimani, bali iendayo upotevuni ni pana kubwa. Ina maana tunaona njia nyingi sana, na kila njia ina sehemu ya kufikisha watu. Kwa hiyo tunahitajika tuweze kuelewa njia iliyo sahihi ambayo tunaweza tukaipitia ili kwamba tuone mbingu. Kwa maana hiyo, mtu wa Mungu, siku ya leo Roho Mtakatifu anahitaji kuzungumza na wewe. Kwa hiyo itakuwa ni furaha zaidi na shangwe maadamu ukitazama video hii mpaka mwisho, ili kwamba upate kuelewa kile ambacho unahitajika kukifanya kwa wakati huu. Kabla yote, ngoja kwanza tumwalike Yesu Kristo ili kwamba tuweze kutoa ujumbe sawa sawa na mapenzi yake. Mtakatifu Yesu Kristo, Baba milele yote, Baba, muda kama nao niko mbele zako tena kwa wakati mwingine, nikiendelea Bwana kukualika na kualika damu yako. Utuwezeshe Mtakatifu tuweze kutoa ujumbe huu sawa sawa na mapenzi yako. Baba, anahitaji atakaye sikia ujumbe huu Mtakatifu uweze kumbadilisha na ukabadilisha historia ya maisha yake. Asante kwa kuwa utakwenda kuonekana. Asante kwa kuwa utakwenda kujidhihirisha Mtakatifu katika watakatifu wako. Niko tukufu katika jina la Yesu Kristo aliye Mwana Mwokozi wangu, nikiendelea kuomba na kuamini. Amen. Ndio mtu wa Mungu, kwa siku ya leo ujumbe wetu unasema kwamba ijue njia ya kweli itakayo kupeleka mbinguni. Njia tunayoizungumzia hapa ni njia itakayo tupeleka mbinguni. Tunaangalia kitabu cha Yohana Mtakatifu 14:6. Neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa maana hiyo, Yesu alisema kwamba yeye ndiye njia iliyo sahihi. Hakuna mtu ambaye anaweza akamwona Baba asipopitia kwake. Kwa hiyo njia iliyonyooka na ambayo itatupeleka mbinguni ni kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio njia ya watakatifu ambao wanahitaji kufika mbinguni. Tendo la kuona mbingu ni kuoshwa na damu ya Yesu na utakatifu. Kwa hiyo passport au kibali ambacho kinaweza ikakupeleka mbinguni si kitu kingine, ni kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo na utakatifu, maisha ya utakatifu, kutokuwa na dhambi. Kwa hiyo hicho hapo ni kama kibali ambacho kinaweza kukuwezesha ili kwamba uweze kuona mbingu. Bila kuwa na utakatifu na kuoshwa na damu ya Yesu Kristo, mbingu hauwezi kaiona. Kwa maana hiyo, taka sana damu ya Yesu Kristo katika maisha yako na uisamini, kwa sababu inakuosha makosa na dhambi. Na utakatifu pia unakupatia kibali cha wewe muda wote ule Yesu atakapokuja aweze kwenda na wewe pamoja. Kwa hiyo utakatifu unahitajika katika maisha yako. Ndio tuangalie kitabu cha Waebrania 10:19. na Mungu linasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo kitu ambacho kinasababisha tuweze kuingia patakatifu ni damu ya Yesu Kristo. Tunaoshwa dhambi na makosa, na kitu ambacho kimetuosha si kitu kingine bali ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa kuwa tumeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Asante sana. Kwa kuingia patakatifu pa Mungu ni kumjua yeye sana. Bila hivyo huwezi tambua njia sahihi ya uzima. Kwa hiyo ili kwamba tupaingie patakatifu, pia inatulazimu tuweze kumjua sana yeye ambaye ni Mungu. Kwa hiyo tuangalie kitabu chetu cha Yohana Mtakatifu 17:3. na Mungu linasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo tunakuja kuona uzima wa milele ndio huu hapa. Ili kwamba tuweze kupata uzima wa milele, pia inalazimika tuweze kumjua Yesu Kristo kwa kina zaidi, ndiposa tuweze kupata uzima wa milele. Kwa hiyo tunaangalia uzima wa milele ndio huu, tumjue yeye Yesu Kristo. Kwa maana hiyo, mtu wa Mungu, tunaendelea
tunasema kwamba wanaoiona njia hiyo ni wachache sana. Kwa hiyo si kila mtu ambaye alijaliwa neema ya kuona njia hiyo, na namshukuru Mungu kwa sababu ameshaongea na wewe na umeshaelewa njia ambayo ni sahihi. Tuangalie kitabu chetu cha Mathayo mtakatifu 7:14 na Mungu linasema, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Nafikiri Mungu ameongea na wewe kupitia chombo chake ambacho ni mimi hapa, mtumishi Malekesa. Na nashukuru Mungu kwa kuwa umebadilisha maisha yako na umejua njia iliyo sahihi. Asante, tutakutana kwa video ifuatayo na Mungu aweze kubariki. Amen.